Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutokana na uwanja wa Benjamin Mkapa kufungiwa na shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF, ambapo siku ya leo tulishuhudia taarifa kutoka TFF ikisema shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF limeufungia kwa muda uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kutokana na eneo la kucheza pitch kuendelea kupungua ubora wake. CAF imeeleza eneo hilo liliboreshwa haraka kufikia viwango vinavyotakiwa ili kuepuka uwanja huo kufungiwa kwa muda mrefu. Mechi ya robo fainali ya kombe la shirikisho ya CAF Confederation Cup kati ya Simba dhidi ya Al Masry imepangwa kuchezwa kwenye uwanja huo Aprili 9 mwaka 2025, ila kuondoa usumbufu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetakiwa kutumia jina la uwanja mbadala utakaotumiwa na Simba kufikia Machi 14, 2025. CAF itafanya ukaguzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa Machi 20, 2025 ili kuona maboresho yaliyofanyika kabla ya kuamua kuruhusu utumike au kuendelea kuufungia. Mbali na mechi hizo za CAF Confederation Cup, uwanja wa Benjamin Mkapa umepangwa kutumika kwa ajili ya fainali za CHAN zitazofanyika Agosti mwaka 2025. Hii ni taarifa ambayo TFF waliweza kuipata wakiipokea kutokea katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF. Sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia katibu mkuu wa sanaa, utamaduni na michezo Gerson Msigwa wameweza kujibu kwa hiki ambacho kimeweza kutolewa na CAF kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umefungiwa. Ukiangalia uwanja huu kwa sasa umekuwa utumiki mechi mara kwa mara. Sasa kupitia katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo ndugu Gerson Msigwa amewaomba TFF wawasiliane na CAF waje kufanya ukaguzi kwenye dimba la Mkapa kwa kuwa walipofika kukagua hapo awali yale waliopendekeza tayari yameshafanyiwa kazi. Ndugu Msigwa ameweka wazi kuwa CAF walisisitiza suala la pichi huku wakitaka kuona vifaa vya kurekebishia pichi, ila walishindwa kuwaonyesha kwa kuwa vilikuwa njiani kutoka nchini China. Hivyo vifaa hivyo vilishawasili na maboresho ya eneo la pitch yalifanyika kwa kadri CAF waliagiza, hivyo unakidhi matumizi kwa michuano ya kimataifa kwa mujibu wa katibu mkuu, huku akisema wazi serikali walishaufungia uwanja huo kupisha matengenezo makubwa, ila TFF na klabu huwa unaomba kutokana na ukubwa wake ili wacheze hapo. Aidha pia amekumbusha ukaguzi wa CAF ulifanyika baada ya mechi ya Simba na Azam. Kutokana na mikiki ya mechi hiyo, nyasi zilitakiwa kukatwa mpaka chini. Kwa maana hiyo uwanja ulishakuwa tayari kwa ajili ya matumizi takribani wiki nyuma. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa Gerson Msigwa, katibu mkuu wa sanaa, utamaduni na michezo, ameweza kuthibitisha kwamba uwanja upo tayari. Cha msingi tu ni TFF wenye zamana ya michezo nchini Tanzania, kwa sababu wao ndio umetokea barua kutoka TFF waweze kuwasiliana na shirikisho la mpira wa miguu CAF waweze kuja kufanya ukaguzi ili waweze kuja kutoa ridhaa yao kwa ajili ya mchezo huo kuweza kuchezwa wa Simba, kwa sababu wanaamini tayari uwanja umeshakamilishwa marekebisho. Lakini aliweza kuuliza swali jingine katika mkutano ambao ameweza kufanya siku ya leo katibu wa sanaa, utamaduni na michezo kuhusiana na mechi ya Simba Sports Club na Yanga Sports Club kuweza kuahirishwa, mchezo ambao ulikuwa umepangwa kuchezwa tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025. Lakini majibu ambayo katibu huyu mkuu ameweza kuyatoa ni kwamba wanaopaswa kuulizwa sakata hili ni shirikisho linalosimamia mpira miguu nchini Tanzania TFF, kwa sababu wao ndio wenye zamana ya kuweza kutolea na kulifafanua jambo hili ambalo limeweza kuwa gumzo kubwa, hususan klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakidai kupewa mabao 3 sambamba na alama 3 na kulipwa fidia inayotakiwa zaidi ya milioni 56 kwa sababu walienda uwanjani, lakini kwa upande mwingine Simba hawakuweza kutokea. Kwa hiyo majibu kutoka kwa katibu wa sanaa, utamaduni na michezo ndugu Gerson Msigwa kwamba wanaopaswa kujibu ni TFF, ambapo ikumbuko kwa sasa shauri hili kutoka shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF lipo katika kikao kizito. Mambo yakienda shwari, basi moja kwa moja watakuja kutoa taarifa kuhusiana na mchezo huu ambao umekuwa gumzo kubwa nchini Tanzania.